A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-akhyar ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu hapa Abjad Academy, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya darasa ya Qur'anul Karim, tukiwa tupo katika kujibu swala lisemalo kwa nini mashekhe zetu wanapenda zaidi kuitumia suratu Yasin katika dua mbalimbali. Tunataka kujua ni siri zipi ambazo zimejificha kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho ya 83 ya suratu Yasin, siri ambazo ndizo hizo ambazo mashekhe wanazitumia katika kusoma kila aina ya dua kwa kuitumia suratu Yasin, ikiwa ni dua ya kuondoa matatizo au ni dua ya kuangamiza ubaya, bado itatumika suratu Yasin. Naam, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kukutana na video zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili kusudi waweze kupata maalumati haya. Naam, ndugu yangu mtazamaji, tukitaka kuisoma suratu Yasin kutoka aya ya mwanzo mpaka aya ya mwisho, kuisoma kwa kuitambua, si kwa kuiimba, si kwa kuisoma kikawaida kama ambavyo tunaangalia kwa kutumia bayati, sijui ijazi. Kuisoma kwa kutambua yale yaliyomo ndani ya suratu Yasin. Kuna mengi mazito ambayo yamejificha ndani yake, na ukichunguza vizuri katika kuichambua, tutaona kwamba Qur'ani nzima imezungumzwa ndani ya suratu Yasin, na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin, yani kila kitu kina moyo na moyo wa Qur'an ni suratu Yasin, kwa maana ya kwamba injini ya Qur'anul Karim ni suratu Yasin, kama ilivyo injini ya mwanadamu ni moyo wake. Tukiangalia vizuri suratu Yasin, tutakuja kuona kwamba suratu Yasin ni sura ya 41 katika kuteremshwa kwake, lakini ni sura ya 36 katika mpangilio wa sura zilivyopangwa katika uandishi ndani ya Mashaf. Suratu Yasin ni katika jumla ya sura zilizoteremshwa Maka, na tukisema hivyo tunamaanisha ni sura ambayo iliteremshwa kabla ya hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo sura zote ambazo zimeteremshwa baada ya hijra ya Bwana Mtume, sura hizo zitaitwa ni sura za Madina. Na ndugu yangu mtazamaji, suratu Yasin tukienda kuisoma tutakuta kuna majambo makuu manne ambayo inatufunza kwa kina zaidi. Jambo la mwanzo, suratu Yasin tatahaddatha anil Qur'ani wal hadafi min nuzuliha. Suratu Yasin ndio inaizungumza kwa kuifafanua Qur'an tukufu na kueleza lengo la kuteremshwa kwa Qur'an tukufu. Katika sura nyingine pia lipo lengo la kuteremshwa Qur'an na kuelezewa Qur'an, lakini katika suratu Yasin Qur'ani imeelezewa kwa namna yake, na hata lengo la kushushwa kwake pia vile vile limeelezewa kwa namna yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yasin Qur'ani ndio ameipa sifa ya kitu kilichokuwa hai na chenye akili katika suratu Yasin. Ni sehemu gani hiyo? Tutakuja kuona tukienda kuchambua aya moja moja. Katika kipengele cha pili ambacho suratu Yasin itatufunza kwa kina, tofauti na tutakavyosoma katika sura nyinginezo, ni kwamba suratu Yasin tatahaddatha anir risalati wal hadafi minha. Suratu Yasin ndio inazungumza kuhusu ujumbe, utume na lengo la utume. Allahu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yasin ndio amemthibitisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kiapo kizito, wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Hajamthibitisha Bwana Mtume utume wake kama ambavyo amemthibitisha katika suratu Yasin, na juu ya malengo ya kutumwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi
wasallam. Pia katika suratu Yasin, kupitia funzo hili la kufafanuliwa utume na lengo la utume, tutaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alileta wajumbe watatu mfululizo, lakini wote hao wakapata sulubu kutoka kwa wafuasi wao. Tutakuja kuangalia ni kina nani hao. Katika kipengele cha tatu ni kwamba suratu Yasin tatahaddatha an tauhidillahi ta'ala fi majali mukhtalifa. Katika suratu Yasin ndani yake ndo kuna ilmu ya kutambua upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyanja mbalimbali. Ndani ya suratu Yasin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaonyesha uwezo wake wa kipekee katika kuumba, katika kuruzuku, katika kunusuru, katika kuangamiza. Ni ndani ya suratu Yasin kumeelezwa huko kwa kina kabisa, pindi utakapokwenda kuisoma au utakapokwenda kushare pamoja siri za suratu Yasin. Lakini la mwisho ambalo tutakwenda kujifunza katika suratu Yasin ni kwamba suratu Yasin tatahaddatha anil indhari wal bisharati wal maadi. Yani suratu Yasin pia imeelezea kuhusu kuonya. Kuna aya za maonyo kwa mtindo wake na namna yake na design yake, lakini pia vile vile kuna aya za bishara kwa mtindo wake na design yake, lakini kuna aya zenye kuonyesha ya kwamba ufufuo ni haki na watu kweli watafufuliwa na kweli wataulizwa kwa namna yake na mtindo wake ndani ya suratu Yasin. Hivyo suratu Yasin ni sura ambayo imeelezea vipengele vyote ambavyo vinahusiana na kanuni za kimungu. Kupitia vipengele hivi vinne ndiyo ndani yake kuna hizo siri ambazo zimejificha kutoka aya moja mpaka kwenda aya nyingine. Naam, kwa leo tukomee hapa. Insha Allahu Taala tutakuja katika kipindi kijacho tukiangalia neno Yasin na jinsi wanachuoni walivyolichambua na siri iliyoko ndani ya tamshi hili Yasin. Insha Allahu Taala khairul kalam ma qalla wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.